Mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu. Naamini ya kwamba umekuwa na wakati wa baraka juma lote. Mungu wetu akubariki sana. Mungu akutendee mema, Mungu akuinue. Mungu akufanyie mambo makubwa sana mazuri na kutakia baraka katika wakati huu. Katika isandi ya 4 ya mwezi wa 11, naamini ya kwamba Mungu ataendelea kukutendea mema, maana ana mipango mizuri na maisha yako na hata kuacha kamwe katika jina la Kristo. My name is Evangelist Joseph Mwitari na nimeokoka na mpenda Kristo Yesu. Najua kwamba hata umeokoka, na kama hujaokoka siku ile na kusi ukabate kumwamini, ukabate kuokolewa, ni kwa maana ana mipango mizuri sana na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Mkubali Kristo kwa Bwana mwokozi maisha yako, na hata utakapotoka duniani, utakapokufa au utaenda jehanamu, utaingia katika ufalme wa milele, na Mungu wetu akubariki sana. God bless you katika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. I thank God today because the last Sunday when I was preaching here, I was unwell, but now I thank God I'm very well, and all the glory return to God in the mighty name of Jesus Christ. Paulo anaambia wale watu wa Rumi, anawaambia kwamba kwa nchini yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo kuchinjwa, lakini katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa Kristo Yesu aliyetupenda. Kwa hivyo naamini kwamba pia wewe Mungu amekupigania kwa njia mbalimbali na ataendelea kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Najua tumekuwa na wakati wa juma ya kupata mahubiri mbalimbali kwa link ambazo nilikuwa nimekuletea, kama wewe ni uko paneli ya Facebook, na tulikuwa na ile conference ambayo ilikuwa tunahubiriwa kwamba tulipata kukombolewa tukapate kupata kumiliki. Naamini kwa njia moja ama nyingine kuna vile Mungu amepata kuzungumzia, na Mungu wetu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Leo sina maneno mengi ya kukuambia, ila tu kupata kutuangalie kidogo kuhusu damu ya Kristo katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana katika sura ya 5 mstari wa 9, ambapo inasema kwamba nao wanaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe Yesu Kristo kukitoa hicho kitabu na kusifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Yesu Kristo alipata mahali tuko tunauzwa, na akapata kuuliza ni pesa ngapi, akaambiwa ni damu yako, na Yesu Kristo akakubali kushinjwa na akapeana damu yake ndio tukapate kuwa salama, na akatulipia na akaenda na sisi akatupeleka kwa Mungu, akatupeana kwa Mungu, akamwambia Mungu, nimewanunua hawa kutoka kabila, lugha na jamaa na watu wa mataifa mbalimbali na damu yangu mwenyewe. So kule mbinguni kulipokuwa na hitaji ya kitu kilikuwa kinahitaji kusuluhishwa, Yohana ambaye alikuwa mwanafunzi aliyependwa na Kristo alionyeshwa na Mungu, kando yake kulikuwa na kitabu hicho ambacho kilikosekana mtu wa kushukua na kupata kuvunja muhuri zake, ambacho hicho kitabu kilikuwa kinaelezea mambo yatakayokuwa katika siku za mwisho. Na Yohana akalia akisema, nasikitika maana amekosekana kushukua kile kitabu na kuvunja muhuri zake. Lakini malaika akamwambia, usilie, maana amepatikana, na aliyepatikana yule ambaye alipata wanadamu wanauswa na akapata kuwanunua kwa damu yake, ambaye ni mwana kondoo ambaye anaitwa Yesu Kristo. Kwa hivyo wakamwambia Yesu, maana tumesoma, akamwambia kwamba wewe mwana kondoo, wewe unastahili kwa kishukua hiki kitabu na kusivunja muhuri zake, maana ulinunua watu wa kila kabila na lugha na jamaa kwa damu yako, kukubali kushinjwa, ukamnunulia Mungu watu hao, nao ndio wanamiliki katika nchi. So tunaposema kwamba tulikombolewa tumiliki, kitu cha kwanza kile ambacho kilitununua ni damu, na sio damu tu, maana damu siko nyingi, damu sayawani mbalimbali, wanadamu mbalimbali, lakini kwa ile itashika damu ambayo ni takatifu ya mwana kondoo asiye na mawaa, asiye na ila, mwana kondoo ambaye alitoa damu yake. Hiyo damu ilikuwa ni takatifu, si damu tu,
ni damu takatifu, haikuwa na hatia, damu ya mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndio damu ilikuwa inahitajika, na kwa sababu ya hiyo damu ndio maana tulikombolewa. Hiyo damu ingekosekana, tungeliangamia sote kama wanadamu. Wanadamu walikuwa wamefanya dhambi, na dhambi ikawamiliki wanadamu, wakawa ni wana wa kuasi, wana wa hasira, wana ambao walikuwa wanahitajika kutupwa jehanamu wote. Lakini Yesu akatununua kwa damu yake. Yesu akakubali kupeana damu yake, akakubali kuchinjwa, ndio yule mama aokolewe, ndio yule mzee aokolewe, ndio yule kijana asiangamie. Ndio unaona kila mtu yoyote ambaye mkubali Yesu Kristo akuwe Bwana Mwokozi maisha yake, hata kama alikuwa anaenda kuangamia, maisha yake lazima yabadilike, maisha yake lazima yanusurike, maisha yake lazima yakuwe salama, maana amelipiwa mandeni, amepata kulipiwa ndeni aliyokuwa anadaiwa ndani ya dhambi. Alikuwa amefanya makosa. Kwa hiyo malaika walilia wakatangaza, wakamwambia, wewe mwana kondoo unastahili kukishukua hicho kitabu na kusivunja muhuri zake, maana wewe ulishinjwa, ulimwaga damu yako, ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha, jamaa na mataifa, wakapate kuwa makuhani. Kama vile na undumu hapa sasa naongea na wewe, hii ni sehemu ya ukuhani. Hii si kazi ilikuwa inafanya, hata malaika waruhusiwi kufanya hii kazi inafanya. Biblia inasema hata malaika wanatamani kuchungulia tunasema nini. Wanashangaa, mbona tukapewa mambo matukufu namna hiyo? Mbona Mungu akatupea kitu kikubwa sa kufanya namna hivyo? Ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilitupea ile nafasi ya kukombolewa, ya kufunguliwa, ya kuwekwa huru, ndio tukapate kutawala pamoja na Mungu, tukapate kumiliki, tukafanye kazi pamoja na Mungu wetu aliyetuumba, tukapewa heshima kubwa sana ya kuhubiri Injili. Ni privilege kubwa sana kutangaza habari njema. Malaika hawajaruhusiwa kuhubiri Injili. Sio kama nakumbuka kule kwa Kornelio, anaambiwa atume, malaika anakuja na mtuma, tumana Petro akuja kuhubiri. Bona malaika wabini yeye ni mwenye nguvu sana na utukufu. Ni kwa sababu ya damu. Ile damu ambayo iliyomwagika pale msalabani, damu isiyo na hatia ya mwana wa Mungu, hiyo ndiyo ambayo ilitukomboa, hiyo ndiyo ilitutoa kwa dhambi, hiyo ndiyo ambayo iliondoa jina letu wa kitabu ya mauti, ikaandika jina letu wa kitabu ya uzima wa milele. Hiyo damu ya mwana wa Mungu, damu takatifu. Na kwa sababu ya hiyo damu tuna mamlaka juu ya kila ufalme wa giza, tuna mamlaka ya kukanyanga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, na hakuna kitu kitatudhuru. Si kwa sababu ya nguvu zetu, si kwa sababu ya utakatifu wetu, si kwa sababu ya uweza wetu, ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Ile damu iliyomwagika pale msalabani, hiyo damu takatifu, hiyo damu inatusaidia kupata kufanya kile ambacho wanadamu wengine hawezi kufanya. Na ndio kwa sababu Petro alipokuwa anahubiria watu wote, that means you are included, anawaambia hivi, nanyi mfahamu ya kwamba mulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo na fedha na dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu. Hamkukombolewa na vitu viharibikavyo. Ni vitu gani visivyoharibika? Sikia, bali kwa damu. Haleluya. Rabashatarababo makatora bashekala yandari na mazahana, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo, bali kwa damu ya dhamani. Kwa hivyo si damu tu, hii damu ni damu ya dhamana, damu ya Mwokozi, damu ya mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo ambayo imetutakasa,
Ndio Petro anaambia watu wote, nanyi mfahamu ya kwamba hamukukombolewa na vitu viharibikavyo, dhahabu na pesa, bali kwa damu ya thamani, damu ya mwana wa Mungu, damu ya Kristo Yesu. Hiyo damu imetuokoa. Akasema kama ya mwana kondoo asiye na ila, yani Kristo, mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Ana ila, ana waa. Huyo mwana kondoo ana waa, ana ila. Yani ila ni kuna mpango mbaya, inde na agenda, hivyo inde na agenda. Ana mpango yani kujifisha ya kwamba amekuja kwa ataka faida kwako, ataki chochote. Ataki kusema amekuja kukufanyisha kazi ngumu ama kufanya kuwa mtumwa, anakuja kukuweka huru. Haleluya. Hiyo ndivyo ambavyo damu ya Kristo inavyo. Anasema kwamba naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Yesu si wa jana, Yesu si wa juzi. Yesu alijulikana tangu kitambo, kabla hajaweka misingi ya ulimwengu. Mungu, Biblia inasema kwamba alijulikana, lakini hakuonekana na wanadamu, lakini kwa ajili yetu akatokea, ndio apate kutununua kupitia damu ya thamani. Mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, alimwaga damu yake takatifu, ndio mimi na wewe tukapate kufunguliwa, tukapate kuwa huru, tukapate kuwa wana wa Mungu. Wanadamu wote ni viumbe vya Mungu, lakini si wote ambao ni wana wa Mungu, lakini kupitia damu ya Yesu. Hiyo damu ya thamani, kila mwanadamu anayemwamini Kristo na kutubu dhambi zake kwa Mungu anafanyika mwana wa Mungu, kwa sababu ya damu iliyomwagika pale msalabani, kwa sababu ya damu yake iliyomwagika. So huyu Yesu Kristo analinganishwa na mwana kondoo. Mwana kondoo asiye na ila, mwana kondoo asiye na waa ni mandoa ndoa. Yani ni mwana kondoo safi ambaye ana lawama yoyote, ana mahali amefanya makosa. Walitafutie makosa ikakosekana, mpaka wakaamua kumtafutia uongo, lakini bado iko faulu, kwa sababu yeye ndi mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo mpendo, siku ya leo tuko tunaongea tu kwa kifupi, tulikombolewaje na nini ndio tukapata kumiliki. Ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu ya Kristo inakuja inalipa mandeni yetu yote. Mahali unadaiwa mandeni ya dhambi, Yesu analeta damu. Dhambi hailipiwi mandeni na pesa, bali damu ya Kristo. Inasemekana katika kitabu cha Agano la Kale ya kwamba katika kitabu ya Leviticus, mtu yeyote ameua mtu, damu yake mweka ardhini, hakuna kinaweza safisha ile ardhi isipokuwa damu yake mtu yule aliyeua. Ndio hiyo damu itasafishika. Lakini Yesu Kristo alipokuja akamwaga damu yake, alisafisha yote. Hata wauaji wanaokoka, wachawi, waganga, kila mtu, mwanadamu yeyote akitubu dhambi zake, akubali Kristo Yesu, anapata kusafishwa, anakuwa safi, anakuwa kiumbe kipya, anakuwa mwana wa Mungu, na anapata kuokolewa. Kama Paulo alikuwa mtu mhalifu, lakini Kristo akamhurumia. Na mimi na wewe pia tumehurumiwa. Tulikuwa watu wasio wazuri, hata kama watu mimi wengine wanasema sisi tulikuwa watu wazuri kulingana na wao, lakini mbele ya Mungu mwanadamu yeyote ambaye anaonekana, mwanadamu yeyote ni mwenye dhambi, na asipookoka ataenda jehanamu. Kwa hivyo siku leo mpendo, mpokee Kristo Yesu akuokoe, pia atakulipia mandeni, maana damu yake bado ni bishi. Hata kama hujaokoka, hiyo damu inafanya kazi mpaka mwisho wa dunia. Hiyo damu haikaukangi, ni damu ambayo ni safi. Kwa hivyo muamini Kristo, hiyo damu itakutakaza, itakulipia mandeni na utapata kumiliki. Utatawala, utatawaliwa na mashetani. Utakuwa unaambia shetani toka hapa, anatoka. Na si kwa nguvu zako, ni kwa sababu ya damu, kwa sababu jina la Kristo Yesu ambaye anatuokoa. Kwa hivyo kama hujaokoka, tafadhali na kuamuru kwa jina la Yesu na kuomba, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kutoka siku ya leo na kukubali kuwe Bwana mwokozi maisha yangu. Samehe dhambi na makosa. Naomba uondoe jina langu kwa kitabu ya mauti, uliandike kwa kitabu ya uzima. Na mkataa shetani na kazi zake zote, wewe na kukubali Yesu mwana wa Mungu. Wewe ni mwokozi, ulikufa na kufufuka, na unaishi milele na milele. Asante Yesu kuniokoa. In Jesus name, amen. Natangaza umeokoka, maana imeandikwa yule atakaye jina la Bwana ataokolewa. God bless you in Jesus name. Baba, naomba mpendo umeokoka, mpeleka kanisani ambako atenda abatishwe, welekeze mshauri, ukamwongoze Bwana abatishwe na maji mengi kama Yesu Kristo aliyobatishwa. God Almighty, inakushukuru, kumbariki na kumulinda. Jesus name, amen, 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 amen.
God bless you in the mighty name of Jesus. Mungu akutendee mema mpendwa. Yesu Kristo anakupenda, anakuasia mema. Ukiona paka na dhubutu kumwaga damu yake, anakuta unauswa mahali, na wenye kukuusa wewe anasema malipo wanayohitaji ni damu, na anaamua kushinjwa ndio damu ipatikane. Maana damu ipatikane nje ya mwili, lazima mwili utolewe ushinjwe ndio damu itoke ndani. Kwa hivyo Yesu akaamua kuchinjwa na akakubali na akapeana damu yake kwa ajili yangu. Ndio maana siku ya leo niko vile nilivyo. Mimi si yule wa kitambo. Paulo anaambia wa Galatia sura ile ya pili 20 ya kwamba si mimi naishi sasa, ni Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hivyo yule mimi wa kitambo hayuko tena, alikufa. Huyu ni mtu mpya ambaye ako ndani ya Kristo, na kwamba ndio sababu nafanya na yafanya, si kwa sababu ya jambo lingine, ni kwa sababu ya damu ya Kristo. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you in Jesus name. Amen.